Tulipoishia sehemu ya pili ya simulizi yetu pendwa kabisa na simulizi mpya ambayo tunasonga nayo kwa sasa, inayokwenda kwa jina la Mzimu Uliorejea. Ilikuwa ni barua kutoka kwa binti asiyetambulika, ikiwa inasema maneno haya: kwako mpenzi, tulizo la moyo wangu, tabibu wa nafsi yangu, bila shaka mzima. Hata mimi pia ni mzima. Dhumuni la barua hii ni kukueleza yale yaliyoko katika moyo wangu. JB, tambua na kupenda. Wewe pekee ndiye muhasibu wa moyo wangu. Sahau yote iliyopita, tugange yajayo. Ile ilikuwa ni utoto na sasa tu watu wazima. Ni muda wa kuganga yajayo. Namba yangu ni 0759 42 76 53. Naomba nitafute tafadhali. Kuna zawadi nataka kukupa. Zawadi ambayo sijawahi kumpa mwanaume yeyote. Nakupenda sana JB. Ni mimi nikupendaye, Fatma. Akarudia kusoma tena maneno yale, ila hayakubadilika. Akajinyanyua kwenye kiti kile na kutoka mpaka alipokatibu muhtasi wake. Naam, hapa ndipo tulipoishia sehemu ya pili ya simulizi yetu safi kabisa ambayo tunasonga nayo kwa sasa, inayokwenda kwa jina la Mzimu Uliorejea, na mwandishi akiwa ni Zuberi Musa Maruma, ambaye unampata kwa namba za simu 0759 42 76 na mwisho ni 53. Lakini pia bila kusahau, mimi ni Kaniban Ahmad, ambaye namba zangu ni kama kawaida zile ambazo zimeendelea kutaradadi katika ulimbo wa simulizi, ambazo ni 0717 72 21 na mwisho ni 81. Naam, songa nayo. Umesema alikuwa kavaa hijabu? Ndio bosi, kavaa kininja, kaziba sura yake. Oh, asante, aliongea JB huku akielekea katika lifti. Akajiingiza na kushuka kuelekea chini. Jengo lile lilikuwa lina ghorofa 4, hivyo yeye alikaa juu na baadhi ya wafanyakazi na msaidizi wake Morten alikaa ghorofa ya 3. Akashuka katika ghorofa hiyo na kuingia ofisini kwa rafiki yake yule kipenzi Morten. Alipofika akakaa kwenye kochi na kumkabidhi rafiki yake barua ile. Morten akaisoma, hakuielewa. Akairudia tena, lakini bado hakuielewa. Ndipo ilipobidi JB aanze kumfafanulia. Morten, huyo binti bwana, niliwahi kumpenda, akanitolea nje kisa sina cha kumpa. Leo nashangaa anajileta mwenyewe, ila kiukweli nampenda na inapaswa nioe sasa. JB akaongea kwa sauti ndogo ambayo Morten aliielewa na kuisikia vizuri. Vizuri kaka, miaka imeenda na uwezo unao. Oa, unifungulie njia na mimi mdogo wako. Basi walipiga story. Mwisho JB akaamua kurejea zake ofisini kwake. Akakaa akiwaza na kuzungumza mawazo. Mwisho akaamua kushika simu yake na kuandika namba zile zilizokuwepo kwenye ile barua, kisha akazipiga. Zikaita, na ghafla zikapokelewa kwa sauti nyororo na nzuri. Naam, alikuwa ni Fatuma. Hello, nani mwenzangu? JB akasita. Mwili ulimtetemeka, mdomo ukawa mzito kufunguka na hakujua angeongea nini. Hakujua kuwa kama kuna aliyekuwa akimfuatilia kwa karibu kila akifanyacho kwa ajili ya manufaa yake, au pia hakuziona kamera zilizotegeshwa katika ofisi yake ile kwa sababu maalumu. Hiyo kwake ilikuwa ni giza totoro. Sharifia, katibu muhtasi wa kampuni ile na mwandishi wa kujitegemea wa gazeti la Al-Athir, kitu kilikuwa cha moto. Tabia yake ya udadisi na kutamani kujua kila kilichoendelea kilimpelekea kutegesha kamera katika ofisi ile. Kitendo cha kumwona yule dada na kumpa barua kubabaika kwa bosi wake, alijua kwa vyovyote lazima angetengeneza habari
matukio yake ikawa tofauti na alivyotegemea. JB akazama katika penzi la binti yule Fatma. Kila kwenye kumbi za starehe walikuwa wote. Binti Sharfia naye hakuacha kuposti habari zao, kwa kuwa wote walikuwa ni wafanyabiashara wakubwa. Naam, moyo ulimuuma. Tamaa ya kumiliki mali zote ikamtawala. Akaweka nadhiri kumwangamiza JB na kampuni yote ibaki chini yake. Kama uwezo wa pesa alikuwa nao, uwezo wa kufanya chochote akitakacho alikuwa nao, ni vipi asifanye? Mwanzo lilianza kama wazo alilopewa na mwandani wake. Wazo lile likaja kubadilika na kuhitaji kulifanyia kazi. Ila kuna watu wawili ilikuwa lazima awaweke sawa: mwanasheria wa kampuni ile pamoja na Fatma, mpenzi wa rafiki yake. Akamhitaji mwanasheria yule, wakapata naye chakula cha mchana huko, akapata wasaa na kumweleza wazo lake. Mwanzo mwanasheria yule alikuwa mgumu kuelewa, lakini Martin alijaliwa maneno na uwezo wa kushawishi. Hivyo alimpakia maneno kisawasawa, maneno ambayo yalimuingia ipasavyo mwanasheria yule. Mwisho akakubali. Mimi ninachokuomba unisaidie ni kufoji hati na kuhushi kutoka katika jina lake kuja katika jina langu. Swala la mauaji niachie mimi, naua kiakili, kimataifa zaidi. Hakuna atakayejua wala kuhisi kama tunahusika. Maneno hayo aliongea Martin kwa sauti ndogo na tabasamu la kejeli likiwa limelitawala domo lake. Swala hilo kwa mwanasheria yule lilikuwa jambo dogo sana. Akamwahidi ndani ya masaa 48 litakuwa limekamilika. Martin akafurahi sana kusikia vile. Wakafungua kikao chao na kurejea kazini. Moyo wake ukapasuka kwa kutokuamini kile akisikiacho. Lengo la kuitwa pale alijua pengine ni kutongozwa. Yeye alishajipanga jinsi ya kujibu na ukweli aliojua ndani ya moyo wake. Fatma. Alikuwa ni Fatma, binti alijaliwa uzuri wa asili, macho madogo, umbo namba 8, rangi pia. Yaani alikuwa amekamilika kila idara. Alikuwa ni yule binti ambaye mwanamume yoyote rijali akimtazama hawezi kuchomoka. Yaani ilikuwa ni shida tupu. Naam, usikatae wito, kataa maneno. Kosa alilofanya ni kukubali kukutana na Martin. Akamlaghai kwa maneno matamu na kufanikiwa kumtupa kitandani. Akampa pezi tamu na katikati ya tendo akawakilisha ombi lake. Ndipo moyo wa binti yule ulipopasuka. Na kama ukikubali, hii nyumba ni mali yako pamoja na gari la kutembelea, aliongea Martin huku ulimi wake ukitambaa katika mwili laini wa binti yule. Akakumbuka jinsi alivyokuwa akimbembeleza Jacob kuhusu kumnunulia nyumba bila mafanikio. Leo anapata nyumba ile ya kifahari pamoja na gari la kutembelea. Wacha we, wacha mtoto wa kike azidi kupagawa. Acheza na wanawake, isheni nao kwa akili, Mwenyezi Mungu amesema. Basi bana, na pia nitakupa walinzi ambao watakulinda bure na mshahara wao watachukua ofisini. Fatuma akakubali jambo lile la kuiba hati zote ambazo zilikuwa ni original kwake. Ilikuwa ni jambo dogo kulinganishwa na utajiri atakaopewa. Gari na nyumba, wewe, mwanamke gani atachomoka hapo? Moyoni mwake Fatuma hakumpenda kabisa JB, bali alipenda hela tu. Maskini JB, laiti angelijua. Kumbe Fatuma naye alikuwa kwa ajili ya kumchuna, ila moyoni mwake alimpenda sana kijana mmoja mwenye asili ya shombe. JB akajikoki ipasavyo, alimpa kila alichohitaji. Mwisho wa siku anawaza haya, huu ni muda wa kuishi na Amor.
Mpaka anaondoka katika nyumba ile alikuwa kashaamua kumsaliti mpenzi wake yule. Kazi kwa Martin ikabaki ndogo tu, kuonana na wazee wa kazi. For silent killer. Wewe wauaji wanne wa kimya. Wauaji wataalamu wasioacha ushahidi wowote pindi wafanyapo mauaji. Hawa watu walikuwa ni makatili, roho mbaya zaidi ya roho ya simba au chui. Alijua jinsi ya kukutana nao. Na unajua walikutana wapi? Ilikuwa ni Sheraton Pub. Ulikuwa ni ukumbi mdogo, muziki ukipigwa kwa mbali ndani ya ukumbi huo, wanaume na wanawake wakicheza kuendana na ala ya muziki ule upigwao katikati ya ukumbi huo. Taa zilibadilika rangi na kupendezesha eneo lile na kufanya washirika wajiachie kufurahia tendo lile. Nje kabisa ya ukumbi ule, katika eneo walilokaa wanywaji, katika meza moja walikaa watu 5 wakiwa wamezama katika maongezi. Ni Martin pamoja na Silent Killer. Huku Martin akiwapa dili la mamilioni, dili la kumwangamiza rafiki yake kipenzi Jacob. Akawapa kabisa na pesa ya advance ya kazi ile. Akawapa na ramani ya eneo alilopa rafiki yake Jacob. Mambo yalipangwa yakapangika. Vijana wa kazi wakaondoka wakiahidi usiku huo huo kufanya kazi ile ya kuichoropoa roho ya JB. Ilikuwa ni bonge la nyumba iliyozungukwa na ukuta mkubwa wenye nyaya za shoti juu yake. Ndani pembeni ya geti palikuwa na kajumba kadogo ambako kulikuwa na walinzi wawili. Walijiegemeza katika ukuta na kupitiwa na usingizi. Ndiyo, walikoroma. Hawakulisikia gari aina ya taxi lililopaki nje. Wakashuka vijana 4 wakiwa na silaha nzito kifuani. Ilikuwa ni saa 8 usiku. Wakalisogelea geti na kuligonga. Walinzi wale wakakurupuka na bila kuchukua tahadhari wakafungua geti. Kitendo tu cha kufungua geti, risasi zilizofungwa kiwambo cha kuzuia sauti zikachimba vifua vyao. Wakadondoka chini. Wale jamaa wakaisogelea nyumba ile. Fatuma hakufunga mlango kama alivyoagizwa, hivyo ikawa rahisi kwa wazee wa kazi kuzama mpaka katika chumba kile. Kama uigizaji, binti yule alijua kuigiza. Majambazi wale wakaanza kumtesa JB na mwisho wakamchoma kisu cha shingoni. Baada ya mauaji yale, wakapeana ishara na binti yule aliyewapa makaratasi yale ya hati ili kuharibu ushahidi isigundulike kama anahusika. Wakamtwanga bibi yule risasi ya mguu. Wakaubeba mwili wa JB na kuondoka nao mpaka pembezoni mwa bwawa, kisha wakautupa hapo. Usiku huo purukushani zile ziliwaamsha majirani waliofika eneo la tukio usiku ule na kukuta taksi ndio inaishia. Jambo lililoafikiwa ni kupiga simu polisi kabla hawajampeleka binti yule hospitalini. Aliyekuwa kazini usiku huo alikuwa ni Inspector Nordin, na ndiye aliyepokea simu ile akiwa kituoni. Akashtushwa na habari ile. Alimfahamu fika Bwana JB, tajiri mkubwa ndani ya mji ule mdogo wa Moshi. Akaamua kuibeba kesi ile. Akajivika yeye kama yeye. Akiwa na wenzake wawili wakaingia ndani ya gari ya polisi kuelekea eneo la tukio. Usiku huo wakakagua maiti zile, wakichukua maganda ya risasi zilizotumika. Mlisikia sauti ya risasi? Nordin alimuuliza shuhuda mmoja ambaye alikana. Akaandika katika kitabu chake. Ni wazi aligundua bastola au silaha iliyotumika ilifungwa kiwambo cha kuzuia sauti. Akazama ndani ambako alimkuta mke wa JB, Fatuma, akiwa katika maumivu makali ya risasi huku akilia. Wameondoka na mume wangu jamani. Dada mnafiki huyo. Basi kama ni uhalisia, binti yule aliutendea haki.
Wahusika hao unaweza kuwatambua sura zao? Hapana, walikuwa wamevaa kininja. Fatuma akaongopa, wakati ukweli wa uwaji wale sura zao zilionekana. Je, wakati walipokuwa wanampiga mumeo walikuwa wanahitaji nini? Walikuwa wakitaja mzigo, ila mwisho wakataja madawa. Mume wangu akakubali kwenda kuonyesha mahali alipohifadhi, ndio wakaondoka naye. Fatuma akazidi kuongopa. Picha hasi ikajengeka kwa wanausalama wale kuwa JB alikuwa muuza madawa ya kulevya. Wakaahidi asubuhi kumsaka. Wakamuahisha binti yule hospitalini. Asubuhi mwili wa JB ukakutwa pembezoni mwa bwawa ukiwa umechomwa kisu cha shingo. Ikawa ndio habari ya mjini. Vyombo vya habari vikatangaza. Habari ile iliwashtua watu wengi sana. Fatuma alipoteza fahamu mara kadhaa, huku rafiki yake wa karibu Morton akilisimamia swala hilo. Mtu wa kwanza kushuhudia mwili ule ulikuwa ni Inspector Nordin. Yalikuwa ni mauaji ya kinyama. Kwa sekunde kadhaa akabaki akitazama kile kisu kilivyoirarua shingo ya JB. Akaweka nadhiri kumpata mhusika, japo moyoni mwake alikuwa na uhakika kwamba JB ni muuzaji wa madawa ya kulevya kutokana na maelezo ya mpenzi wake Fatuma. Katika vipimo vya awali vya forensic team hakuna alama yoyote ilionekana ambayo ingeweza kumtia hatiani mtuhumiwa. Kisu kile kilichopimwa haikuonekana alama ya vidole. Nordin akazidi kuchanganyikiwa. Ni wazi muuaji alivaa gloves. Baada ya siku 3 mwili ule ukakabidhiwa kwa wenyewe. Alikuwa mpenzi wake Fatuma na rafiki yake kipenzi Morton kwa mazishi. Morton aliyesimamia mazishi yale. Mwili ule ukafukiwa katika makaburi ya Njoro mkoani Moshi, Kilimanjaro. Mali zote zikabaki chini ya Morton. Akampa nyumba moja ya kifahari Fatuma, na ili kupoteza ushahidi akabadilisha wafanyakazi na kuwafukuza wote, akaweka wapya. Sharafia akawa mmoja wapo kati ya wafanyakazi waliotimuliwa. Sasa yeye kajiingiza kwenye uandishi wa habari moja kwa moja. Huo baba ni mwito wa simu. Simu ya mezani iliita. Inspector Nurdini akapeleka mkono wake katika mkonga, akauokota na kuupachika sikioni. Ni kituo cha Kati Majengo, nikusaidie nini? Samahani, naongea na Afande Nurdin? Ndio, unaongea na Afande Nurdin. Okay afande, mimi ni jirani yake na JB, nina habari nzuri kwako afande. Nurdini alishtuka, akasema, uko wapi? Uko wapi sasa hivi wewe? Akauliza kwa kigugumizi. Njoo uwanja wa Majengo karibu na Majengo sekondari hapa. Nurdin hakujibu kitu, akajinyanyua na kutoka ndani ya kituo kile. Kituoni na hapo shule ilipo hapakuwa na umbali sana. Dakika 5 aliwasili kiwanjani hapo na kutoa simu yake, akapiga namba ile kadhaa. Simu ikapokelewa. Njoo hapa zilipo bodaboda, utanikuta mimi ni bodaboda, nipo juu ya boxer, nimevaa t-shirt nyekundu na jeans ya blue. Nurdin akachepuka kuelekea alipoelekezwa. Alipotokeza tu akamwona kijana huyo akimjia. Panda twende. Bodaboda yule akatoa amri. Nurdin akaigusa bastola yake ndogo iliyokuwepo kiunoni. Aliporidhika na usalama wake bila kuwaza mara mbili, akadandia pikipiki ile na dereva akaiondoa taratibu. Tunaelekea wapi? Nurdin akahoji, lakini bodaboda yule alikuwa kimya, akazidi kukanyaga mafuta. Nimeuliza tunaelekea wapi? Akahoji kwa ukali. Dereva yule akasimamisha pikipiki yake, kisha akamgeukia Nurdin. Mimi ni raia mwema tu, jirani na anapokaa JB. Siku ya tukio saa 8 usiku nilikuwa natoka kibaruani, sasa nikawa naelekea nyumbani kulala.
Ile nafika katika nyumba ya marehemu, nje nikakuta taksi nyeupe na ghafla nikasikia vishindo. Kwa haraka nikachukua zile namba za gari na kuelekea kwangu. Nilipopiga simu polisi na baadaye mlipokuja, mlikuta tayari wameshamteka marehemu. Nurdin alishtuka kupata maelezo yale. Yalikuwa ni maelezo mazito. Akakaa kimya kuendelea kusikiliza, japo alikuwa na maswali rundo ya kuuliza. Leo nimefanikiwa kugundua inapopaki hiyo taksi. Ndio maana nimekuchukua nikupeleke ukaishuhudie. Una uhakika ni yenyewe? Ndio, nina uhakika afande. Okay, twende. Boda yule akaiwasha pikipiki yake na kuelekea maeneo ya stendi ya majengo. Hawakuchukua muda mrefu kufika maeneo yale. Yule kijana akamwonyeshia Inspector Nurdini taksi ilipo. Okay kaka, nakushukuru sana kwa ushirikiano wako. Nikikuhitaji nitakutafuta, aliongea Nurdini. Sawa afande. Yule kijana akawasha bodaboda yake na kuondoka. Nurdini akaisogelea ile taksi iliyokuwa na tinted vioo vyote upande wa nyuma na kuitwanga picha kadhaa upande wa kati kwa siri sana. Kisha akajongea eneo la mlango uliokuwa wazi. Akachungulia akamwona dereva ndani akiwa amelala. Akajiingiza ndani. Nipeleke uwanja wa Mashujaa, akaongea kwa sauti ya upole akiwa kayakaza macho kwa jamaa yule. Jamaa hakuongea neno. Akawasha gari na kuondoka eneo lile, wakaingia barabara ya lami. Mimi ni afisa wa polisi Nurdin, ndio jina langu. Naomba tuelekee kituoni. Alianza kuongea Nurdin sambamba na kutoa kitambulisho chake. Yule dereva akatoa macho. Kwa kosa gani afande? Utakwenda kujua huko. Hapana afande, mimi sio mhalifu, tafadhali tuyamalize, aliongea yule kijana huku dhahiri akitetemeka. Uoga ukamtawala. Nurdini akamkazia macho huku akimsoma usoni. Hizo hazikuwa sifa za jambazi. Jambazi aliyeshiriki katika mauaji ya kikatili kama yule. Majambazi ambao hakuacha hata tone la ushahidi katika mwili wa JB. Huyo mwoga hakuwa mmoja wapo, ila gari yake si ilikuwa eneo la tukio. Labda pengine ni dereva wao, akajiwazia na kujibu mwenyewe. Kisha akachamua kitabu chake katika kibegi chake kidogo cha mgongoni. Waweza kupaki gari tujadili kwanza? Sawa afande, akajibu kijana yule sambamba na kuipaki gari yake pembeni ya barabara. Okay. Kwa jina unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Elisha John. Okay, unaishi wapi? Naishi Majengo kwa Mtei. Okay, huwa unakodisha gari yako? Dereva yule akashtuka kwa swali lile. Mshtuko uliotafsiri vibaya na Inspector Nurdini. Akazidi kumkazia macho sambamba na kuikunja sura yake. Ndio. Akaitika kwa kigugumizi. Ila kwa watu ninaowafahamu afande. Akamalizia sentensi yake huku akitoa tabasamu la bandia, akijaribu kumtengenezea uchangamfu wa kuhadaa. Okay, akajibu Nurdini huku akiandika. Tabasamu likisomeka katika uso wake. Ni wazi alilipenda jibu lile, kwa sababu ni wazi lingemrahisishia kazi yake. Vizuri. Mara ya mwisho ulimkodishia nani na kwa kazi gani? Mara ya mwisho juzi rafiki yangu Musa alikuja kulikodi, ila sijui ni kwa kazi gani. Musa alikuwa ni mmoja wa vijana wa 4 kila aliyeshiriki kumwangamiza JB. Vipi, lilivyorudi lilikuwa kwenye hali gani? Nurdini akazidi kudadisi huku akiandika mfukoni tape recorder yake ikirekodi kila kitu. Wow. This is awesome and he is a great man. Sijitegemea kwamba Nurdini ni smart kiasi hiki. Yaani tape recorder lakini pia maandishi, tuna ushahidi wa pande zote mbili.
Kwa hakika Nurdin ni afisa wa polisi. Amenifurahisha kwa hilo. Pia wewe kama amekufurahisha utanambia. By the way, nisikucheleweshe, tuendelee na simulizi yetu. Okay, lilikuwa ni swali la mtego kwa kijana yule. Lilikuwa sawa. Dereva yule alibabaika kujibu swali lile. Ni wazi jibu lake lilikuwa na walakini. Sikiliza brother Elisha. Wakiwa mwazi kwangu sitokutesa. Tutaachana hapa hapa. Ila endapo nikigundua na nificha, na kuahidi nitakupeleka rumande na utafungwa hivi. Unajua gari yako imefanyiwa uhalifu sio kesi ya wizi, ni mauaji. Sasa wewe jifanye msiri kama hutokwenda kuisaidia polisi mpaka hayo majambazi yakamatwe. Jamaa alishtuka. Nurdin akatumia mwenye huo kumtingisha. Alishajua ni mwoga. Kwanza naona unapoteza muda wangu. Washa gari tuelekee kituoni kule. Ukiteswa kidogo utasema kila kitu. Kwani nakubembeleza umekuwa ndugu yangu wewe? Inspekta yule akawa mkali kidogo. Hapana afande, tuyamalize tu, nitakuelekeza kila kitu. Ila usije nitaja, wataniua. Ilibakia robo Nurdin aangue kicheko kwa sababu jamaa ni mdhaifu lakini pia ni mwoga. Akavunga, akasema, "Okay, usijali kwa hilo, nieleze." "Niahidi kwanza hatutofika kituoni." Bila shaka, kama nitaridhika na maelezo yako." Okay afande. Ni kweli juzi gari yangu iliporudishwa katika siti za nyuma ilitapaka damu. Japo zilifutwa ila niliweza kuzigundua. Nurdin akatumbua macho yake makali nyuma ya siti zile. Hakuona cha maana, akaachana napo. Akaendelea kuandika. "Je, ni nani aliyekodi?" "Ni Musa, rafiki yangu na tajiri KCMC, anamiliki mabucha na baa nyingi sana huko." "Umesema ni tajiri Moshi hii? Ina maana hana magari mpaka akodishe la kwako afanyie uhalifu?" "Ana magari ila mimi sijui, ninachoangalia ni pesa, ananipa pesa nzuri sana." Nurdin akatingisha kichwa kwa masikitiko. "Okay, huwa anakupa shingapi?" "Kwa usiku mmoja 200,000 na ananijazia mafuta full tank." Nurdin akaguna akionekana wazi kushangaza na jambo lile. "Okay, unaweza kunipeleka anapoishi?" "Mungu wangu, afande, si ndio matatizo haya, wataniua, mimi nikuelekeze tu uende." Kwa masikitiko akaongea kijana yule. Inspector Nurdin akamkata jicho. "Hapana, washa gari twende." "Sawa afande." Akajibu dereva yule na kuliingiza gari lake barabarani kuelekea maeneo ya KCMC yalipo makazi ya Musa. Ulikuwa ni mwendo wa dakika 15 uliowafikisha maeneo hayo ya KCMC. Ilikuwa ni bonge la nyumba ambalo kwa nje lilizungukwa na ukuta mkubwa na geti ambalo hapakuwa na shaka lililindwa na aina fulani ya walinzi. "Pita moja kwa moja, usisimame." Inspekta akatoa amri, dereva yule akatii. Shida yake ilikuwa ni kuiona tu nyumba hiyo. Akatoa maelezo kwa bosi wake, Commissioner Goodluck Sylvester, ili apewe kibali cha kuikagua nyumba hiyo na kumtia hatiani jamaa huyo. Ikabidi warudi kituoni. Yule dereva alitegemea angeachiwa baada ya kutoa ushirikiano wa kutosha, lakini haikuwa hivyo. Nurdin alitambua ni wazi maisha ya kijana yule yalikuwa hatarini. Hivyo akamsweka rumande kama kumficha na kumweleza kila kitu bosi wake yule. "Okay, andaa faili la kesi hii mpaka uwatie wahalifu mkononi. Kila kitu itabidi unieleze, na ukihitaji msaada wowote usisite kuniambia." "Sawa afande." Akaitika Nurdin na kujinyanyua kidogo juu, ishara ya heshima kwa bosi wake. Alifurahi kupewa idhini ya kufuatilia kesi ile. Akajiondoa ofisini mule na kuelekea katika ofisi yake kwa ajili ya kuliandaa faili la kesi hiyo. Huko nyuma Commissioner Sylvester akaikokopua simu yake na kupiga namba kadhaa
akaiweka sikioni. Simu ikaita na kupokelewa na sauti nzito. Nurdin ndiye anayefuatilia kesi yenu na kaanza kwa mafanikio kumtambua Musa. Muondoeni duniani leo hii kabla mambo hayajaharibika. Oh my god. God damned. Hivi kumbe huyu kamishna wa polisi naye ndio wale jamani. By the way, kama kawaida tunatumia muda mchache kukurekodia kipande kimoja baada ya kingine cha simulizi yetu ili wewe usiweze kuchoka kutokana na simulizi ni ndefu. Lakini hapa nafikiri tuishie hapa sehemu ya 3 ili tujiandae kusikiliza sehemu ya 4 na kuitazama. Lakini pia kama ni mgeni katika channel ya Ulimbo wa Simulizi, kwa mapenzi mazito na kuomba ubonyeze alama ya neno subscribe. Lakini pia bonyeza alama ya kengele ili kuwa mtu wa kwanza kupata notification pindi tunapoweka video zetu na simulizi zetu kwa mara ya kwanza kabisa. Lakini pia usiwe mchoyo wa comment. Pia usiwe mchoyo wa kushare kwa wenzako ili waweze kuburudika. Hiyo ikiwa ni kwa maana kwamba unatusupport sisi na kukuza kile ambacho tunakifanya kiweze kuendelea na kudumu. Naam, mimi ni Kanban Ahmad nikiwa nimekuingizia voko na sauti ya mamlaka ambao Mwenyezi Mungu amenijalia na kuniwezesha kutaraddadi katika Ulimbo wa Simulizi. Namba zangu ni 0717 72 21 na mwisho ni 81. Lakini pia mwandishi wa simulizi hii ni yule nguli katika uandishi ambaye always ameendelea kutaraddadi katika Ulimbo wa Simulizi, ambaye si mwingine ni Zuberi Musa Maruma, ambaye unampata kwa namba za simu 0759 42 76 53. Na mtupe comment yako. Lakini pia mimi ambaye ninasimulia bila kusita, nipo tayari kupokea comment mbaya kunihusu. Nipo tayari kupokea comment mbaya kuhusu kazi yetu. Lakini pia kwa wale wenye comment nzuri usisite kucomment. Tunapokea comment zote. Kwa comment mbaya tutajitahidi tuweze kujua ni mapungufu yapi ili sisi tuweze kuwabadilishia na muweze kutaraddadi na kuburudika. Asante na chao.